Bora inaenda hapa hivi. Bora inaenda. Hali ya usalama ndani ya dunia nzima yazidi kuzorota kufuatia mapigano ya hapa na hapa ya nchi mbalimbali. Hata hivyo, zidi ya hali hizo kuwa mbaya, vijana wazidi pia kulalamika kutokana na kuibiwa kwa viungo vyao vya siri. Hiyo inafanya malalamiko yazidi kuwa mengi. Leo hii tutakuwa ndani ya Bujumbura ambako hali hiyo imeweza kujitokeza mara kwa mara. Hali hiyo imejitokeza leo mara ya kwanza kwenye kituo cha Hope Africa University na pia ndani ya soko kubwa ambalo linajulikana kama vile Bata. Huko kuliweza kuelezwa kuwa vijana mbalimbali waliweza kulalamika kwa kuweza kuibiwa viungo vyao vya siri. Na hizi ni video Bora inaenda hapa hivi. Bora inaenda. Katale. Ilikuwa kuope sasa inakuwa desha humu hivi mkinama humu. Kope naenda hapa. Kope naenda Katale ndo ule anaenda kule. Ule ndo wanabebana boro. Hapa kupafe. Ya Burundi hapa kuope wanabebana boro hapa. Burundi kuope hapa boro naenda hapa. Wanabebana boro kuope hapa Burundi. Vijana hao mkupita zao waliweza kukutana na jaribu ambazo hawatawahi kusahau ndani ya maisha yao. Jaribu kutokana na kuibiwa kwa sehemu zao za siri. Lakini kwa kuwa serikali ipo, waliweza kufanya uchunguzi na hivyo waliweza kuangalia namna gani wanaweza kunyoosha mambo hayo. Na hadi sasa bado hatujapata taarifa kamili ili kuweza kukusogezea. Lakini mpenzi mtazamaji, endelea kuwa nasi ili upate habari zijazo, kwa kuwa tunaendelea kufuatilia habari hizo. Tuhamie basi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako kwenye milima mikuu ya huko Fizi, Minembwe na Mwenga kunaendelea kuripotiwa mapambano makali kati ya vikosi ambavyo vinamiliki silaha. Na habari ya leo itahusu mapigano makali ambayo yamejitokeza leo hii asubuhi ndani ya mji wa Mwenga mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mapigano hayo yalianza majira ya saa 11 alfajiri ya leo Alhamisi tarehe 5 Machi katika vijiji vya Katala, Marundi na Burinyi vilivyoko ndani ya wilaya ya Mwenga. Taarifa zinaeleza kuwa waasi wa kundi la M23 walishambulia maeneo yanayodhibitiwa na makundi ya wazalendo wanaosaidiwa na jeshi la serikali la FARDC. Wakazi wa eneo hiyo wanasema kuwa milio ya risasi ilisikika kwa muda mrefu kuanzia asubuhi, hali iliyosababisha hofu kubwa miongoni mwa raia hao. Baadhi ya familia ziliripotiwa kuanza kukimbia makazi yao na kuelekea maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi kwa kuhofia kuathiriwa na mapigano hayo ambayo yanatokea mara kwa mara. Hadi sasa hakuna taarifa yoyote iliyotoa kuhusu idadi ya watu waliojeruhiwa au uharibifu uliosababishwa na mapigano hayo. Mapigano haya yanakuja katika kipindi ambacho hali ya usalama katika maeneo kadhaa ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa tete, huku vikosi vya jeshi la serikali vikisaidiwa na makundi ya wazalendo vikiendelea kupambana na waasi wa M23 katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuelekee basi huko Buramba ambako hali ya usalama pia inazidi kuwa nguvu ndani ya wilaya ya Ruchuru mkoani Kivu Kaskazini, ambako matukio ya uporaji yameweza kuripotiwa kwenye redio yetu usiku wa kukucha leo hii. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani ambavyo tumeweza kupata, uporaji huo ulitokea hasa katika kijiji cha Kanzanza kilichoko katika kundi la vijiji la Binza, takribani kilomita 100 kaskazini mwa mji wa Goma. Inaelezwa kuwa nyumba kadhaa za wakaaji zilivamiwa na watu wenye silaha waliotambuliwa kuwa waasi wa kundi la M23 wanaoshirikiana na jeshi la Rwanda. Washambuliaji hao wanadaiwa kuchukua mali mbalimbali za wakaaji zikiwemo vifaa vya nyumbani na mali zenye thamani kubwa
kabla yao kuondoka katika eneo hilo la Kanzanza. Baadhi ya mashahidi wanasema huenda baadhi ya wapiganaji hao walihusika katika uporaji huo kutokana na kutoridhika na kutolipwa mishahara yao kwa muda mrefu. Hadi sasa hakuna tamko rasmi iliyotolewa na mamlaka za kijeshi kuhusu tukio hilo. Wakazi wa eneo hilo wanaendelea kuishi kwa hofu, wakihofia uwezekano wa matukio mengine ya usalama kutokana na ukosefu wa usalama wa eneo hilo. Hacha pia tuzungumzie habari za ulimwenguni pote, tukielekea huko Uganda ambako rais mwenyewe Yoweri Kaguta Museveni amesema kuwa nchi yake ilikatala mapendekezo kutoka Marekani na Uingereza yaliyolenga kuanzisha uwepo wa kijeshi katika ardhi ya Uganda. Akizungumza kuhusu suala hilo, Museveni alieleza kuwa Uganda ina uwezo wa kujilinda wenyewe bila kuhitaji kuanzisha kwa kambi za kijeshi za mataifa ya kigeni ndani ya nchi yake. Kiongozi huyo alisisitiza kuwa serikali yake inaamini katika kujitegemea katika masuala ya ulinzi na usalama wa taifa. Museveni pia alionya kuhusu kile alichokiita kuingiliwa kupita kiasi kwa mataifa ya kigeni katika masuala ya ndani ya Afrika. Kwa mujibu wa rais huyo wa Uganda, baadhi ya migogoro inayoshuhudiwa katika nchi kadhaa za Afrika imechangiwa na uwepo mkubwa wa mataifa ya nje. Akitaja mifano, Museveni alizungumza hali ya usalama katika nchi kama Niger, Burkina Faso, Mali na Jamhuri ya Afrika ya Kati, akisema kuwa changamoto nyingi katika mataifa hayo zinahusishwa na ushawishi mkubwa wa nguvu za kigeni. Kauli hiyo ya Museveni inakuja wakati mjadala kuhusu uwepo wa majeshi ya kigeni barani Afrika ukiendelea kujitokeza katika nchi mbalimbali, hasa katika eneo la Sahel na Afrika ya Kati. Hadi sasa Marekani wala Uingereza hazijatoa tamko rasmi kujibu kauli ya rais wa Uganda kuhusu suala hilo. Hizo zilikuwa ni habari ambazo tunakusogezea kwa siku ya leo. Hii ni Kwetu News 24 ambayo inazidi kukuletea habari zenye uhakika na kwa muda unaofaa. Hivyo ili kuweza kutupatia nguvu za kukuletea habari wakati mwingine, ujikaze uweze kusubscribe, usisahau kulike na kucomment ili tujue maoni yako kuhusu habari hizi ambazo tunakufikishia kwa muda huu. Asante.